kazi kubwa sana mnafanya. Ndiyo. Jamii inajua. Kuna jinsi ambavyo mateja wanaitwa hivyo kwenye jamii. Ndiyo. Ama watu wenye uraibu wa madawa ya kulevya, lakini hata watu wenye uraibu wa pombe na hizi sigara za kielektroniki tunaishi nao kwenye jamii. Ndiyo. Tunawaona. Kwa namna tunavyowaona, na wakati fulani wanaochukua hatua ya kubadilika na ikakubali, kuna jinsi tunaona kazi kubwa mnaifanya. Ni ujumbe gani wa kipekee ambao wewe unataka kuupeleka kwa jamii, kwamba jamii ikitekeleza hilo, basi maana yake itakuwa imeshirikiana na nyinyi kama wataalamu, lakini itakuwa imeshirikiana na nyinyi kama kituo kwa usahihi katika kufanikisha kwamba hili jambo siku moja linakuwa limekaa katika mpango ambao tunauwaza? Asante ndugu mtangazaji. Kwa jamii, wito ambao nitoe niseme tu kwamba hakuna mtu anaozaliwa mraibu. Yani uraibu nisema uraibu ni changamoto ya kiafya kama ilivyokuwa changamoto zingine za kiafya. Yes, isipokuwa uraibu ni unaathiri utendaji kazi wa ubongo, unaathiri tabia ya mtu pamoja na hisia. Hauna tofauti na magonjwa kama ya kisukari, kansa, shinikizo la damu. Hayo yote ni magonjwa ya muda mrefu ya kimwili. Yes, kwa hiyo tunapaswa kwanza kubadilisha mtazamo. Tuseme kwamba uraibu sio ugonjwa wa kujitakia. Uraibu sio udhaifu wa kitabia. Ni changamoto ya afya kama ilivyokuwa changamoto za afya zingine za mwili. Kwa hiyo kama tunavyokuwa na huruma kwa wagonjwa wetu wa kisukari, wagonjwa wetu wa shinikizo la damu, wagonjwa wetu wa kisukari na kansa, hivyo tunatakiwa tuguswe, lakini tuwe na huruma na watu wenye changamoto za uraibu. Yani tubadilishe mitazamo yetu kwamba kumbe ile ni changamoto ya kiakili ambayo inahitaji kwanza tuguswe, lakini tunahitaji tuwe na huruma, lakini nyingine tunahitaji kuwasaidia ili wakapate huduma. Uraibu ni ugonjwa ambao nisema unatibika, ila unahitaji kwanza dhamira ya kweli ya mhusika. Ya pili inahitaji uvumilivu. Lakini inahitaji support, inahitaji msaada sana wa kisaikolojia, msaada wa kiuchumi, wa kifedha na wa kijamii, ili kuweza kumsaidia mtu atoke pale alipo, na mwisho wa siku kupitia matibabu na ushauri na saa utamfanya awe tija ngazi ya familia, awe na tija ngazi ya taifa, lakini na kurudisha nguvu za kazi ya taifa na kuweza kurudisha ndoto zake ambazo akawa amezipoteza kipindi chote cha uraibu.